Unakumbuka ukiwa shule ya msingi, unakumbuka ukiandika insha, unakumbuka ukirembesha na maneno matamu ya kumvutia msomaji na kuonyesha umaarufu wako. Natumai umezihifadhi zile insha ambazo ulipata alama za juu na hata zile za alama za chini. Natumai pia unakumbuka ujuzi wako wa kutumia chuku na kutajataja waswahili na wahenga sana. Ukidai kwamba hawakukosea kwa kukupaka mafuta ya nazi mgongoni. Natumai pia unakumbuka semi, methali, vitendawili na tanakali za sauti ambazo ulitumia katika uandishi wa insha. Haya basi, ungana nami nikisimulia ziara ya kwenda Kajiado, hasa katika chuo kikuu cha KAG East kuhudhuria kongamano la siku 3 la Chawakama Kenya, nikiwa miongoni mwa wanakamati wa Chakike. Kongamano lenyewe lilifanyika mwezi uliopita wa Machi tarehe 6 mwaka huu mwaka 2026. Mwezi wa Machi huwa ni msimu wa mvua za masika. Kuna maeneo ya nchi kama vile Nairobi ambayo huwa na mvua kubwa kubwa, na kwingine mvua ni ya wastani ambayo hunyesha mara kwa mara. Mandhari wakati wa asubuhi mwezi wa Machi huwa kama unavyotazama. Nilikuwa nimeamka mapema, lakini inavyoonekana jogoo alikuwa ashawika. Maana nilipata wenzangu walikuwa washanitangulia. Kwa hivyo langu lilikuwa kupiga picha na kurekodi video, kisha nikaenda kuwasalimu masalheli ambazo ni salamu za asubuhi, na huyo kama ilivyo ibada kutangulia kuingia kwenye basi ili angalau niweze kukaa kando ya dirisha. Na ghafla bin vu, safari ikang'oa nanga. Tunasafiri, tunakwenda ng'ambo, tunatamba na Kiswahili. Tunasafiri duniani pote, tunaringa na Kiswahili. Muone kijana mtanashati. Safari ya leo ilikuwa safari isiyo ya kawaida. Kwanza, moyo ulikuwa umejaa furaha mpwito mpwito kama kibogoyo aliyeota jino. Wajua pia kuwa kuna msisimko ambao huja hasa ukigundua unakosafiri ni mahali ngeni. Na pia kuna matarajio ya kufanya mambo mapya kadhaa, ya kujiburudisha na pia kuhifadhi kumbukumbu za mahala penyewe ikiwemo wahusika. Pili, kuna utofauti wa safari unaotokana na lengo kuu. Na lengo kuu la leo lilikuwa kuleta wapendo wa Kiswahili, kujadili, kukuza, kueleza, kuendeleza lugha ya Kiswahili katika nyanja za elimu, fasihi, utamaduni na maendeleo ya kijamii. Aidha, kauli mbiu ya mwaka wa 2026 katika kongamano la Chawakama Kenya ilikuwa Kiswahili katika mtaala wa elimu ya kiumilisi. Kwa kweli, safari yenyewe ilikuwa ndefu kama usiku wa giza. Tulipita njia ya Eastern Bypass na hakukuwa na sababu kubwa ya kupitia katikati ya jiji. Safari ilichukua takriban masaa 3.5. Kwa kweli, tuungane kusema kwamba Kiswahili, lugha yetu, umoja wetu. Bongo Venas, zunguka zunguzuka neni. Kuja nami
tuungane, twache kuzozana. Tiende mbele. Watu wa upendo, hauna dui, hauna kifani kaka. Takapata na sabate. Pole pole, going slow, but still we're keeping time. We're facing forward, looking up, forgetting what's behind. Twende Afrika heo, 2020, Tiende. kuja nami, pande pande, pande pande. weongoza nikufuate, tiende. Tiende mbele. Kwete shule, zunguka zunguzuka neni. Shino narudo kupatana kutitibu dirire. Twahitaji upendo ili tusonge mbele. Kutambura kwedu zichida hati narudo. Ukosefu wa upendo ulete dhiki ya To mama Africa, the poverty and war. mambo ni twende. Wish we had a fighting chance to show all who we are. 2020, Tiende. kuja nami, Pande pande. weongoza nikufuate, Tiende mbele. Kwete shule. zunguka zunguzuka neni. Tiende. Kuja nami, pande pande, Pande pande. weongoza nikufuate, Tiende mbele. Kwete shule. zunguka zunguzuka neni. Oh, lady. Sitaki. Kiumizwa, hata mimi ninasikia uchungu. Oyoyo. Kiaraishwa, ninalia ukilia dada. Chinogo banda, sauti yangu inobuda. Paulo sua, moyo wangu unorwaza. Unoroza mama. Weongoza, weongoza. Ibariki Afrika. Tiende. Pande upande. Tiende mbele. Kwete shule. Zunguka zunguzuka neni. Tiende. Weongoza nikufuate, Tiende mbele. kwete shule, zunguka zunguzuka neni. Oh, lady. Bongo denas, bongo denas, bongo denas. Bongo denas, bongo denas, bongo denas. Bongo denas, bongo denas. Hatimaye, kama walivyosema wahenga, subra huvuta heri. Tuliweza kufika. Alhamdulillah. Unavyotazama hapa kuna bango la Chawakama Kenya kwenye lango kuu la chuo kikuu cha KAG East, na kuna maandishi hapa, kuna kauli mbiu, kuna tarehe za kuhusisha, kuna ujumbe wa kufuatilia na mengi hapa kwenye bango. Baada ya hapo tuliweza kuingia kwenye shule na tukafanya mambo mengi sana. Kongamano hili lilikuwa na mahudhurio ya watu mahususi ambao wanafanya kazi katika stesheni tajika kama vile Bwana Timothy Sumba wa Radio 47, kuna Bwana Victor Mulama
wa Radio Maisha na wakereketo wa Kiswahili wengi sana ambao sitaweza kuwataja. Baada ya hapo, mlezi wetu Daktari Ngugi alitutangulia kwa kusajili kwamba tumeweza kufika na tukapata fursa ya kuingia ukumbini kujiunga na wenzetu wa vyuo vikuu tofauti tofauti. Tulipata fursa ya kusikiza hotuba na mawasilisho ya utafiti mbalimbali ya vyuo tofauti tofauti. Mabingwa wawili wa cha kike walituwakilisha kuwasilisha mada kuhusu tathmini ya Kiswahili katika mtaalamu wa umilisi unaopima umilisi wa mwanafunzi zaidi ya kuhifadhi maarifa ya darasani. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni mwakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni mwakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. Ngiti jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni mwakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni mwakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. Ngiti jambo bwana. Wageni wetu heshima, karibuni sana. Wanafunzi, naomba hivi wanafunzi. Nawapenda wanafunzi sana. Napenda wanafunzi wa Kiswahili. Napenda wanafunzi wa Kiswahili. Wanafunzi wana ule msukumo, wana ile ilhamu ya kusukuma mambo yao kivyao bila kupata usaidizi wote kutoka kwa wazazi kama wengine. Mwaka 95 mimi nimejiunga na chuo cha Nairobi, nikikaa pale Form 4. Sasa zile hela ambazo zinapewa pale ni kidogo. Mimi nikaanza sana hapa, tunataka waandishi wa habari wa Kiswahili. Je, unajua kupiga typewriter? Unaweza? Nikamwambia basi naweza. Mimi wakanipata typewriter pale. Akasema typewriter ndio hiyo, kujaribu. Nakwambia ushasikia mwenendo akisema cha mahago hageni huenda ulia papo. Nilishindwa kabisa mimi. Yaani ikawa kama ushaenda kwa nini, kwa mwanga ama mwanga mganga. Umekwenda kwa mwanga, ni kama unagonga. Tuwapigie makofi wale waliopanda nyuma wanafanya kazi.
Chuo Kikuu cha Kenyatta, na zaidi pia navalia kofia ya mkurugenzi wa shirika la uchapishaji la Tubu Publishers. Na tubu ni neno la Kiswahili ambalo linamaanisha zawadi, na sitazungumzia zaidi saa hizi, ningependa kwenda moja kwa moja, lakini itifaki zote zikizingatiwa, chansela wa chuo hiki, mwenyekiti, walimu wangu Profesa Holadi ambaye pia ni Kiswahili kama sisi hapa, wahadhiri na wanafunzi wote na bibi na mabwana ambao wako hapa, hamjambo. Nashukuru sana Mwenyezi Mungu kwa sababu Zaburi 118 mstari wa 24 mstari huo unasema, siku ni hii Bwana ameifanya, furahini na tuishangilie. Kwa hivyo hii ni siku yetu ya kushangilia. Hii ni siku yetu cha Kenyatta, mwana cha kike. Methali yangu ni maskini akipata, kumaanisha kwamba iwapo maskini atapata jambo ama atafaidika kwa kiwango fulani, huhisi kwamba ana malingo na yale ambayo alionayo dunia kwa kiwango fulani. Jina langu ni Eric Lekumo na methali ni usiposiba ufa utajenga ukuta. Ina maana kwamba usiporekebisha jambo linaloharibika kwa upesi bila mapema ama usiporekebisha picha wetu Bwana kameramani wanamekaa masaa mangapi hapo? kameramani Mwangaza ndio mwingi sana. Yo, welcome to KAG East Chawakama kongamano la Kenya Assembly of God. Johnny. TikTokers tulieni bana. Kidogo tu, samahani, dakika moja. Tunatarajia daktari afanye mawasiliano alafu tuwahi zile hela. Tuliziacha kusema ukweli. Palikuwa na haja ya kuziacha. Kwanza nimefurahia sana. Asanteni kwa kazi nzuri. Tujipigie makofi. Asanteni, hiyo ilikuwa nzuri. Asanteni kwa stahamala. Asanteni kwa kila jambo. Asanteni kwa kuchota zawadi. Ndani ashakuwa sote.
Hapa ni pahali patakatifu. Unaenda wapi? Unataka kuingia kulala bwana. Inakaa hiyo mama. Hapa ni BSS. Hapa ni BSS. Tulienda huko. Wewe kwani unataka kuingia na dirisha? Mlango huu hapo. Umefuga nyoka huku? Asante bosi. Sasa hawajafuga nyoka. Unajua ni kama
Tupita tukionja kila mattress kwa hiyo zote. Tuone gani nzuri. Mattress moja ni blanket, moja ni wanaume. Sasa hizi mattress mbili za kulalia. Moja ni blanket. Shampoo. Kaka sasa. Hata hujatuambia tayari umekwisha anza kuchukua. Hatuwezi kujua kama. Hatuwezi kujua kama. Kuna foleni inatosha huko kutoka huko. Wewe bana, hamjaona kwa mazishi. Tuonyesha kwa pande. Tuonyesha kwa pande. Wewe ni msini moto. English is our only language. I'm from California in America, and English is my only language. So when I see students who know at least 3 languages, English, Swahili, and their tribal language, I am so envious of what you get to share as an extra layer of cultural appreciation. Ni Samsung. Ni A16, si Samsung, A16. Kazi yao kama watu bado wako Kwa kweli, wahenga walisema kwamba kilicho na mwanzo kina mwisho. Na mwisho wa kongamano la siku 3 ilifika. Sisi tukabaki kupanga vitu vyetu na tukaondoka kurudi kwetu manyumbani au tuseme shuleni. Tuliondoka siku ya 3 ambayo ni Jumapili wakati wa asubuhi
saa 3. Na kushukuru ewe mtazamaji, na natumai umeifurahia video. Tafadhali sema nami kwa kuandika ujumbe mfupi na tutazidi kuimarika pamoja. Kiswahili, lugha yetu, umoja wetu. Tujivunie Kiswahili kama lugha ya bara Afrika ambayo yaweza kutuunganisha. Kwaherini.